tatu ziingie zote kwa hiyo shule. Walikuwa wapi jameni? So as much as tunahukumu watoto, tunahukumu wazazi, tunapaswa kuanzia na wale polisi ambao walikuwa on guard duties. Yes. Asante sana Bwana Mwiruri. Dr. Makanga, kama pengine kufululiza kwa yale ambayo mzazi wetu Mwiruri anasema kwa ujasiri, licha ya kwamba amempoteza mtoto, ni kwamba kuna utepetevu katika masuala ya usalama na kadhalika. Kwanza kuanzia kibuyu, hata kama wametoka shughuli, iwe ni ya mapishi, iwe ni ya scout na kadhalika, kifaa kama kile nafikiri mwalimu anafaa kukichukua, akifahamu kwamba hawa watoto walikuwa na mlezi katika masuala ya scout, si ndio? Kwa hivyo mwalimu anafaa kufahamu kwamba kama tulikwenda na kibuyu cha mafuta taa au petroli kwa majukumu ya kiskauti, kwa sababu najua wanaweza kutumia katika mapishi na kadhalika, akirejea nao skuli ni kwamba kichukuliwe, kihifadhiwe na mtu mzima, kihifadhiwe katika sehemu ambayo inastahili kuhifadhiwa kwa matumizi ya siku nyingine. Inakuwaje kipatikane katika chumba cha bweni na wanafunzi wanacho? Pili, kama anavyosema, lazima tuulize maswali kwa maafisa wa usalama. Ikiwa wako pale kwa lengo la kuzuia maafa, cha kujiuliza mno zaidi ni kwamba moto unatokea, maafisa wa usalama wako pale, hawawezi kwenda kukaribia na kuvunja hata mlango, ama walikuwa wamekwenda kulala mapumzikoni ama namna gani? Tupe utaalamu wako. Vile Baba Mwiruri kwa sababu hata kama mlezi hakuwepo, kama ni shule ambayo ilindwa na maafisa wa usalama, nafikiri mafunzo ambayo Bwana Mwiruri amepewa katika masuala ya dharura ni kwamba iwe ni janga la uhalifu, iwe ni janga la kuvamiwa na watu au moto, mstari wa mbele ni wa maafisa wa usalama kulinda. Ni kweli, hii ni shule ambayo hata mimi mwenyewe nilichangia kukata mshahara wakati nilikuwa ni kwa kikosi cha polisi miaka karibu 20 iliyopita. Na naweza nikasema ya kwamba ni jambo la kuhuzunisha sana kuona ya kwamba mafuta iliingia. Na vile Mwiruri amesema ya kwamba wale watu ambao walikuwa kazini walizembea, na nitakana watuambie kuliendaje. Jambo la pili ni mambo ya huo mlango kuja kufungwa na matron. In most cases utapata ya kwamba matron sana sana wanakuanga very silent. Kazi yao utapata ni kuangalia mtoto mgonjwa anatapika, vitu kama yana namna hiyo, kazi yao imeisha. Lakini sasa kulingana na guidelines ya Ministry of Education, nitakana huyu matron akue hapo pale. Lakini kufunga mlango na najia mlango wengine, unajua ni kitu ambacho wanafunzi hata wenyewe waliona, because wale wanafunzi walikufa. Kumbuka hiyo dormitory iko na cubicles vile Mwiruri amesema. So wale watu walikuwa mwisho, sasa hao ndio walikiona na hao ndio walikufa, kwa sababu kama mattress imewaka mbele, sasa utapitia wapi? Mahali ungepitia kumefungwa. Na hapo ndio naona ya kwamba kulikuwa na ulelekefu sana kwa upande ya kwenda kufunga mlango alafu watoto wangeweza kutoka. Then kitu cha pili ni kwamba kweli kama moto imeanza kutoka na uko pale unachunga, hata mwezi kuchukua shoka mmoja mvunja mlango, yani ujaribu kutumia ile tunaitanga initiative ya kuja kuvunja mlango watoto watoke. Sasa mnaacha moto inaunguza watu, mnaangalia tu, mnasaidia. Then inamaanisha kwamba hatukuwa na mipangilio ya kutrain watoto mambo ya moto, kwa sababu kulingana na hiyo guideline ya Ministry of Education, watoto nitakana wakuwe trained on fire preparedness. Watolewe fire extinguisher, waonyeshwe vile ina operate, waonyeshwe vile nitakana, na mfanye practically. Si kitu ya kuongea tu, ifanye practically, wanafunzi washike hiyo moto waone vile itakuwa. Na kila dormitory tukue na fire marshals, wale in case kuna watoto ambao ni viwete wasaidie kufanya nini kutoka. So ukiangalia kwa hii instant ya utumishi utapata ya kwamba watoto wako wamefunzwa jinsi ya kudili na moto. Hatukuwa na fire marshals, na complicate maneno kabisa ni mambo ya kwenda kufunga mlango. Na ningependa tu ministry, najua ya kwamba madam amesema ya kwamba wanachukua mwaka moja kwenda. Unajua binadamu ni binadamu waliwa Yesu. The only way how watu nitakana wakishe kwamba kila kitu inafanywa ni kwamba wanafanya at random inspection. Wafanya at random inspection, because sisi tunafikiria tuna utumishi, na ujue kwamba tena utaona ingine tena imetokea the same problem. Tulikuwa in the Russia the same problem. Na unapata ya kwamba hii vitu watu wanaangalia tu pesa, lakini hawaangalii safety ya watoto. Na tukiendelea namna hii, then itakuwa jambo ngumu sana kwetu, kwa sababu sasa kupoteza mtoto kwa njia tu ya kijinga namna hiyo, ambaye wewe una expect mtoto akuja kuletea certificate nyumbani, unakuja unaambua kuja chukua mtoto wako uende umzike kwa sababu ya uteketevu wa. Kwa kifupi sana, Bwana Mwiruri amezungumzia kwamba shule inalindwa na maafisa wa usalama. Jukumu lao sasa hivi ni kuzuia watu kufika pale na kadhalika, lakini laiti wangelikuwa macho
wakati mkasa huu ungetokea, nafikiri hakungekuwa na maafa mengi. Ndio hiyo, kwa sababu moto ikienda kwenda kuakishwa, hata kama imewekwa mafuta, ile moto mbaya sana ni ile ya petrol. Hiyo petrol unajua ikilipuka ama stima inalipuka tu pop na kimtoto. Lakini hii moto ya mafuta ni moto ambayo inaanza polepole polepole polepole, lakini vile mzazi amesema, wakati umelala na kitu itokee, unaona ukiamuka hata ujui unaenda wapi. Unaweza kuamuka wende unaingia kwa moto, mambo ya kuchanganyikiwa. Na sana sana mlango kufungwa, I think hapo ndio ile complicate vitu, kwa sababu unaamuka ujui utaenda wapi, unaingia kwa moto. Tena watoto wengi I think will suffocate, kwa sababu ukiangalia hizo vitanda vile vinakaa, watoto wengine will suffocate kwa sababu uko ndani ya mattress, na unajua mattress ni flammable, ni kitu ambacho kinawaka moto kwa njia iliyo ya haraka sana. Pengine Bwana Mwiruri, kabla tuende mapumziko, kwa kifupi sana